Shalom, mkononi mwangu nina kitabu cha pekee sana. Kitabu hiki kinaitwa Lulu za Uzima. Ni moja kitabu ambacho kimeandikwa na mwandishi maarufu sana ambaye ameandika vitabu vingi sana. Leo natamani nishare na wewe maneno machache kutoka katika kitabu hiki cha Lulu za Uzima. Maneno haya mwandishi huyu maarufu akielezea aya na mada mbalimbali, lakini pia akielezea ufafanuzi zaidi juu ya kitabu katika Biblia, Mathayo sura ya 13 mstari wa 19, mstari wa kwanza hadi wa 9, lakini pia Marko sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 20. Tunakutana na habari za mbegu pamoja na mpanzi. Yesu akitoa mfano huu, mwandishi huyu anaelezea kwa namna ya pekee sana. Sasa leo natamani ni share na wewe juu ya mfano mmoja wa mbegu iliyoanguka sehemu moja ya pekee sana. Mbegu hii ilianguka katika udongo kando ya njia. Natamani nishare na wewe habari hizi. Ungana nami. Udongo kando ya njia. Mwandishi ana maneno ya pekee sana akielezea fungu hili na akielezea mfano huu wa habari ya udongo kando ya njia. Sikiliza kwa makini. Anasema hivi: Shetani anao wasaidizi wengi. Sikiliza. Wengi ambao wanajidai kuwa Wakristo wanamsaidia mjaribu kuiondolea mbali mbegu ya kweli kutoka kwa mioyo ya watu wengine. Wengi wa wale wanaosikiliza mahubiri ya neno la Mungu hulifanya kuwa somo maalum nyumbani mwao. Hukaa katika hukumu ya somo, hukaa katika hukumu ya mahubiri kama ambavyo wangefanya wanapolaumu hotuba ya mwanasiasa au juu ya hoja ya maneno ya wanachuoni. Ujumbe ambao wangeujali kama neno la Mungu kwa ajili yao linakaliwa kujadiliwa kwa maneno ya ukali na kuelezea kwa ujumbe hafifu usiofaa. Tabia ya mchungaji inajadiliwa. Mawazo na hali yake na matendo yake na tabia za washiriki wenzake au wenzao kanisani yanajadiliwa kwa uhuru mno. Mara nyingi mambo haya huzungumzwa na wazazi wakati watoto wao wenyewe wakisikiliza. Hivyo heshima ya wajumbe wa Mungu huharibiwa na heshima ya ujumbe wao pia huharibiwa, na wengi fundisho kutojali hasa neno la Mungu lenyewe. Narudia aya hii ya mwisho. Na wengi fundisho kutojali hasa neno la Mungu lenyewe, kwa sababu mbegu hizi zimeanguka kando ya njia. Watu wamekuwa wakitumia njia hii kujadili neno la Mungu, lakini pia kukejeli watumishi wa Mungu wanaotoa maneno ya Mungu. Hii ni hatari kwa sababu neno la Mungu halitazaa matunda. Na neno la Mungu litaondolewa na Shetani ametumia mbinu hii kuliondoa neno la Mungu. Ni hatari kwa kufanya hivi. Nikusina nikuombe usiwe miongoni mwa watu wa mbegu iliyoanguka kando ya njia, kwa sababu inaondolewa, na kwa kufanya haya tunaondoa neno la Mungu ndani ya mioyo yetu.